Ni moja ya barabara inayopatikana ndani ya manispaa Mtwara Mikindani katika mtaa wa Mbae Mashariki, kata ya Ufukoni, ambapo wananchi wameeleza kuwa ubovu wa barabara hii unasababisha kupanda kwa bei za bidhaa kutokana na gharama kubwa ya usafirishaji. Majina naitwa Omar Hassan Al-Utavi, ni mkazi wa Mbae Mashariki, ni mkazi kabisa maeneo haya. Mimi nifanya biashara. Kama fanya biashara kutokana na mazingira ya barabara jinsi inavyokuwa barabara mbovu hivi, bidhaa tunanunua kwa bei rahisi kabisa sokoni. Lakini kutokana na hali ya bodaboda kuuza bei kubwa, maana akichukua mtu kutoka sokoni hadi hapa, zamani ilikuwa shilingi 1500 shilingi 2000. Sasa hivi mtu akichukua kutoka sokoni hadi hapa ni shilingi 4000. Sasa shilingi 4000 jinsi ambayo kwamba mjini ni shilingi 500, huku kwetu ni shilingi 600 au shilingi 700. Kwa hali ya biashara inakuwa biashara ngumu, kwa sababu hivi na wateja na wao na kwa dogo wanakemea kwenye kuna biashara. Sokoni kwa shilingi 500, kwa shilingi 600 au 700 wanaambia hamna. Kutokana na mazingira nini? Barabara ni mbovu kama hivyo. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu tusaidie kwa mazingira ya hii barabara yetu. Maana barabara ikiwa mzuri, baadhi ya bidhaa hapa mtani kwetu kwa ni bei nzuri kabisa. Naitwa Zainabu Ali Daudi maarufu wa Shaboko. Kutokana na ubovu wa barabara, akina mama wanajifungulia njiani. Wengine wanafariki, wanakufa. Sababu hamna barabara ya kuwabeba, unachelewa mtu unaenda unamshika mkono anatembea anashindwa kutembea, mwingine anadondoka anakufa, mwingine anajifungulia njiani, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo si changamoto yetu barabara tu, tunaomba serikali, tunaomba watusaidie viongozi wetu, tunawaomba watusaidie barabara, tutengenezee barabara. Na naitwa Twahil Said Msham, ni mkazi wa California tangia mwaka 2015. Niseme miundombinu kwa upande huu imekuwa ni mibaya kama mnavyoiona. Kwa ilipofikia sasa hivi nguvu ya wananchi haitoshi, na niwapongeze wakazi wa California kwa sababu kwa miaka mingi wamekuwa wakijitoa kwa kuchangishana kwa maana ya fedha, lakini pia kuhamasishana kwa maana ya kupata nguvu kazi na kutengeneza hii miundombinu ambayo leo imewashinda. Kwa hiyo kwa ilipofikia sasa hivi nguvu ya serikali inahitajika, na huku ndiko kuna walipa kodi wa kutosha. Kama mnavyoona watu wamejitahidi kwa kadri ya uwezo wao. Sisi ama mimi ambaye ninazungumza, mmeona gari nimepaki kule haifiki nyumbani, na kumekuwa na changamoto ambazo zimepelekea hata baadhi ya kina mama kujifungulia njiani pale wanapokuwa wajawazito, lakini wengine kupata shida kufika kwenye sehemu za kupata huduma za kiafya. Sasa tutumie nafasi hii kuiomba serikali. Tunaamini watakapoona ujumbe huu kutoka Mtwara Manispaa, kata ya Ufukoni, kipande hiki cha California, wananchi wapo chini ya miguu yao kuomba waletewe huduma hii. Nao maafisa wa usafirishaji wameeleza adha wanazopata kupitia barabara hizo, hali inasababisha kutumia muda mwingi katika umbali mdogo. Ya barabara ni mbaya. Hapa wateja wangu niliwachukua hapa, lakini na kama dakika 15 au 20 kwenye changamoto ya barabara hii. Naitwa Ali Rashid Hamidu. Serikali waangalie, wachanganue hizi barabara za mitaani. Kama hawa jamii wameweza kujenga majumba ya kifahari namna hii, lakini changamoto ya barabara wanapata shida sana mno. Mimi hapa leo hii hapa nimemhesabia alinifuata kule zaidi ya bajaji 4 wamekataa. Umeelewa? Mimi nikaona huruma kwa vile yule bwana ameniomba sana kwa bwana twende ukachukua gari la Masasi. Ndio mletu kutanyinyi waandishi wa habari. Hii hapa wenyewe huko piteni juu huko muangalie changamoto nilivyopata timbwili naangalia hata hiyo bajaji hiyo changamoto yake hadi mipinduko dada amechafuka huko. Utaliona shimo hapo mbele. Yaani barabara unaiona hivi iko vizuri lakini haiko stili. Kwa upande wake mwenyekiti wa serikali wa mtaa huo amekiri uwepo wa changamoto hiyo, huku akishangazwa na kusuasua kwa ukarabati unaoendelea. Ubovu wa barabara unaathiri kwa sababu usafiri unakuwa kidogo ni changamoto. Watu kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine hawaendi. Kwa mfano hapa barabara kubwa ni barabara 2 tu. Ya Fadhali Umbo ile kubwa ambayo imechongwa, lakini kuna nyingine ile ya Salem Road. Salem Road kuna mkandarasi yupo lakini bado haijafanywa ukarabati. Wametuambia bado tusubiri, kuna ukarabati utaendelea pale. Sasa sijajua tatizo ni nini, changamoto ni nini kwa kisha barabara inafunguliwa. Na hii hapa yenyewe hapa Fadhali Umbo imesimama. Sasa sijajua changamoto ni nini, lakini changamoto kubwa yenyewe inayochangia mifereji ya maji. Barabara ikitengenezwa mifereji ya maji haitengenezwi na vizimba haviwekwi.
Kwa hiyo kuna changamoto hiyo vitu, kwa sababu unaweza kutengeneza barabara lakini hakuna mifereji, unatengeneza barabara vivukio hakuna. Kwa hiyo na yenyewe inakuwa ni athari kubwa kwa wananchi. Naye kaimu meneja wa TARURA wilaya ya Mtwara amekiri kuwepo kwa changamoto ya barabara, huku akieleza hatua kadhaa ambazo wameanza kuchukua ili kuhakikisha barabara zinapitika. Jina naitwa Mhandisi Ramadhani Abdalla, ni kaimu meneja wa TARURA wilaya ya Mtwara. Changamoto ya barabara ipo kwa baadhi ya maeneo, lakini TARURA ofisi ya meneja wilaya tayari tumeshaanza jitihada za kuimarisha baadhi ya barabara, hususan maeneo ya kuanzia hii barabara ya Fadhali Hubu tayari tumeshaijenga mifereji na sasa inapitika vizuri. Lakini mji wa Mtwara ni mji ambao unakuwa kwa kasi, hivyo mahitaji ya barabara pia yanakuwa ni makubwa. Kuna barabara ambazo TARURA tunazihudumia kwa 100%, lakini kuna barabara ambazo wananchi wanazianzisha kutokana na ukuaji wa hii miji. Barabara hizi huwa tunashirikiana vizuri na mamlaka nyingine kuhakikisha zinakuwa kwenye hali nzuri na zinapitika. Lakini kwa barabara zote ambazo TARURA tunazihudumia, tunazitengea bajeti kuhakikisha zinapitika kipindi chote. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla.